Na viongozi wa upinzani wakiongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wamepinga kutekelezwa kwa mradi wa nishati ya nyuklia unaopendekezwa katika kijiji cha Uyombo, wadi ya Matsangoni, kaunti ya Kilifi. Viongozi hao wametishia kwenda mahakamani kusitisha mradi huo, wakisema kuwa kuwepo kwa kituo cha nyuklia kutaharibu sekta ya utalii inayostawi katika eneo hilo kwa kugeuza eneo hilo kuwa eneo hatari kwa wageni. Dhoruba ya kisiasa imegubika kijiji cha Uyombo kilichoko wadi ya Matsangoni katika kaunti ya Kilifi. Watoto hata kwenda kwa vyuo vikuu ni shida. Mambo ya madawa ni shida. Shida ya mihadarati ni shida. Si namna hiyo? Na kwa hivyo tumekuja kuleta ukombozi. Viongozi wa upinzani walitua katika kijiji hicho kwa vishindo, ambapo walikosoa mradi wa nyuklia wa shilingi bilioni 500 unaotazamiwa kutekelezwa katika eneo hilo, huku wakitishia kuelekea mahakamani kuisitisha. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka anasema kwamba mradi huo haufai na ni hatari. Tunamwamilisha watu wa Malindi aende kotini mara moja kwa niaba ya sisi zote viongozi wa upinzani kukataa mambo ya nuclear Malindi. Hii mambo ya nuclear, mnajua hapa Malindi na Kilifi ni pahali ya watalii. Ni pahali tuko na wageni wengi. Tukilete mambo ya mtambo wa nuclear itaudhi watu wetu. Kweli ama uongo? Nimeambiwa kwamba hapa Malindi kwamba wanataka kuweka ile plant ya na hiyo plant hawajahusisha wale wenyeji wa hapa. Viongozi hao pia walielezea wasiwasi wao kuhusiana na ushuru tata wa nyumba za bei nafuu, wakishtumu serikali kwa kuelekeza fedha hizo kwa miradi isiyofaa. Hivi sasa ule ushuru wa nyumba, watu wa Malindi hizi nyumba wanajenga, wanasema sasa wana pesa nyingi wamepora kutoka kwenu. Wameanza kutumia kwa mambo mengine, na tunasema housing levy is the biggest fraud. Wakati huo akizungumza wakati wa ibada ya Jumapili katika kaunti ya Makueni, waziri wa leba Daktari Alfred Mutua alimshtumu kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwa kukosa mwelekeo wa kisiasa na kuruhusu viongozi wengine kumpiko kila mara. He's a national icon, known internationally, Kalonzo Musyoka. Gachagua amekuwa MP kwa 1 term, 5 years. Na vice president, deputy president kwa 1 3/4 years. Total miaka yake ya serikali ni about 6.5 years amefanya. Sasa swali ni hili, ni nani wa kufuata mwingine? Issue ni Gachagua following Kalonzo. Na hatimaye makanisa ya Orthodox yametangaza kumuunga mkono Fred Matiang'i katika azimio lake la kuwania urais kupitia chama cha Jubilee. We are declaring a full support, morally, spiritually, and through prayers, the voice of Jubilee Party, through Mheshimiwa Kioni, that Fred Matiang'i is on our shoulders to carry to the vote, to pray to the vote, to vote to become the president. Khalid Abdullahi, Darubini Wikendi.